Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Abdullah Suleiman amewataka wananchi wa jimbo la Kiwani kuendelea kuunga mkono ujenzi wa miradi ya maendeleo. Na katika habari za michezo, mashindano ya kumbukumbu ya siku ya Mwalimu Nyerere yazinduliwa mjini Tabora, ambapo kwa upande wa soka timu 8 zathibitisha kushiriki mashindano hayo. Na hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Ni nyakati nyingine ambazo tunakutana hapa, ni asubuhi ya Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 10. Karibu sana popote pale ulipo tuweze kukutazamia na kukuhabarisha yote makubwa ya habari asubuhi hii kutoka hapa Asubuhi Njema. Mimi ni Juma Mohamed, nitakuwa nawe kukuangazia katika habari za kitaifa, lakini pia kwenye upande wa habari za michezo pia utakuwa nami, bila kusahau pia kukujuza kunako magazeti mbalimbali ambayo yametufikia mezani asubuhi hii ya leo. Karibu. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amewataka wananchi wa Shehia na Kidutani jimbo la Kiwani kuendelea kuunga mkono ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo iliyojengwa na serikali ya awamu ya 8 na kuwapuuza wanasiasa wasioitakia mema Zanzibar. Amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa Shehia hiyo mara baada ya kukagua ujenzi wa barabara ya Kidutani hadi Mtambile iliyopita katika maeneo ya makazi ya kijiji hicho. Amesema serikali imeamua kuzijenga barabara zote za mjini na vijijini kwa lengo la kuondoshea changamoto za usafiri na usafirishaji wananchi wote wa Zanzibar, wakiwemo wananchi wa Shehia na Kidutani. Kuwashukuru kwa kuona umuhimu wa barabara, tukiamini kwamba changamoto nyingi na sisi sasa zitaondoka. Sasa shughuli inakuja, lini sasa tunalipwa, lini tunavunja, na utaratibu utakaotumika ni upi? Tutawaita wenzetu wa Wizara ya Ujenzi watuambie siku gani watakuwa tayari, lakini kwa taarifa nilionayo, wale watu ambao wanahusika na nyumba zao kuondolewa tayari wameshajaza fomu za mikataba kwa ajili ya malipo. Katika hatua nyingine, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mgombea wa uwakilishi wa jimbo la Kiwani ametumia fursa hiyo kuwaomba wananchi wa Shehia na Kidutani na Kiwani kuchagua kwa kura nyingi za ndio ili aweze kuwa mwakilishi wa jimbo hilo na aendelee kuwatumikia. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, nikiwa mwakilishi wenu mimi pamoja na wenzangu, hatutakubali hivi vitu. Mama aende pale kujifungua, madaktari wamhudumie tena kwa nidhamu na kumbembeleza, ajifungue salama, tuletee mtoto mwema, mtoto aje tumsimamie aendelee na maisha ya kawaida. Tunaelewana jamani? Haya ni baadhi ya mambo ambayo tumeyakusudia. Tukitoka hapo tunaambiwa kuwa Tanzania imeungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya afya ya akili duniani, huku ikikadiriwa kuwa na watu milioni 7 nchini wanaoishi na baadhi ya magonjwa kama vile sonona, wasiwasi, huku matumizi ya dawa za kulevya yakitajwa kuwa moja ya sababu za magonjwa ya akili. Tuungane na Dorcas Ramos ambaye anaripoti kamili. Kwa mujibu wa ripoti ya Wizara ya Afya, wagonjwa wa afya ya akili wameongezeka kutoka 386,358 hadi milioni 2,101,226 kati ya mwaka 2012 hadi 2021. ambapo magonjwa ya akili yanachangia takriban 5.3% ya mzigo wa magonjwa hapa nchini. Wilayani Kisarawe mkoani Pwani, mganga mfawidhi wa wilaya hiyo, Dr. Yona Kabata, amewataka wananchi wasichanganye imani za kishirikina na magonjwa ya akili kwa kuwa serikali imewekeza vya kutosha na matibabu yanapatikana hospitalini. Kama wana watu wenye shida yote ya akili wasikimbilie tu kwa waganga wa kienyeji, kwa sababu matatizo haya yanasaidika katika mahospitali yetu yote. Serikali sasa ijitahidi kuwekeza zaidi kwenye hii changamoto ya shida ya akili. Watu waweze kusoma wengi, na pia kuangalia kwamba jamii yenyewe sasa inatakiwa na yenyewe ipunguze vile viashiria ambavyo vinaweza kupelekea mtu kupata changamoto ya afya ya akili. Ingawa takwimu zinadhihirisha kwamba tatizo la afya ya akili ni changamoto kubwa na kuna pengo kati ya idadi ya watu wanaohitaji huduma na wale wanaopata huduma rasmi, Dr. Silvia Ngonyani ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya akili hospitali ya Kisarawe anasema kwa sasa changamoto kubwa ni ugonjwa wa kifafa. Changamoto kubwa ambayo tunaiona katika kitengo chetu
ni ugonjwa wa kifafa ambao umeshika kwa kiasi kikubwa sana. Magonjwa mengine yapo lakini sio kwa kiasi kubwa kama kifafa. Katika hospitali yetu tunaweza kutoa tiba ya dawa, maongezi, lakini pia hata tiba za kisaikolojia. Nilichanganyikiwa, nilipotelewa na pesa. Nilimwazima jirani yangu kama 7,900,000 kwenda kuvunja kikoba. Baada ya kuvunja kikoba, yule binti mwenzangu akunipatia zile pesa. Kwa kweli niliumwa, nilichanganyikiwa, nilifika hadi kwa waganga, lakini hali ilikuwa mbaya. Dorcas Ramos, Channel 10. Dorcas Ramos. Kwingineko ni kwamba serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi imesema inaendelea kutekeleza miradi ya kuimarisha sekta ya ufugaji wa kuku na ndege wanaofugwa, ikiwa ni pamoja na kutoa chanjo ya kuku ili kuongeza mnyororo wa thamani katika eneo hilo linalotajwa kuwa na umuhimu katika ukuaji wa uchumi wa taifa. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Akiwa kwenye maonyesho ya 9 ya kimataifa ya kuku na ndege wafugwao yaliyoanza Oktoba 10 hadi 12 jijini Dar es Salaam, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Daktari Edwin Muhede, ametumia jukwaa hilo kueleza mikakati ya serikali kuendeleza sekta hiyo. Tunaamini kabisa tuna jukumu kubwa la kuhakikisha protini ya wanyama inachukua nafasi kubwa kwenye meza zetu, ili tuchochee ulaji huo na kuweza kuongeza hizi takwimu ambazo kwa mjibu wa FAO inaonekana karibu zote tunapungua. Ng'ombe wako takriban 24% kwenye kuchanjwa. Mbuzi na kondoo wako around hizo 20 na kitu 27. Habari ya kuku ni 98%. Tunawapongeza kwa ushirikiano kwamba wote wanaofuga waliitikia zoezi hilo, na kwa kweli imekuwa ni mkombozi kwa wengi tuliowafikia. Mwanamvua Ngocho ni mwenyekiti wa chama cha wafugaji kuku Tanzania PAT, akitoa taarifa ya chama hicho. Amesema katika kipindi cha mwaka 2024-2025 bado kumekuwepo na baadhi ya changamoto za ufugaji wa kuku, ambapo wameiomba serikali kuangalia namna ya kutatua changamoto hizo. Chakula chetu cha kuku ni ghali kwa vile watengenezaji wa chakula hicho hawana mahindi katika hifadhi zao, bali huenda kununua mahindi sokoni kila mara wanapotaka kutengeneza chakula. Hivyo tunaiomba serikali iwekeze katika kujenga mahala ya kuhifadhia nafaka, hususan mahindi na soya. This year, the Tanzania Poultry Show 2025 brings together the very best in poultry genetics, new innovation in animal nutrition technology, world-class equipment manufacturers, as well as our resilient producers and farmers. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Tanzania ina uhitaji wa kuku kwa wastani wa tani 200,000 kwa mwaka kutokana na ongezeko la kasi ya soko la bidhaa hiyo. Aziza Bakari, Channel 10. Asante sana Aziza Bakari. Kwingineko ni kwamba mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, Balozi Ombeni Sefue, amewahakikishia Watanzania kuwa mradi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda mpaka Tanzania jijini Tanga umezingatia uhifadhi wa mazingira kutokana na teknolojia inayotumika katika utekelezaji wake, huku ukitarajiwa kukamilika mwezi Julai mwaka 2026. Raya Kipingu anatujuza zaidi. Mradi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda mpaka Chongoleani Tanga umefikia 70% ya utekelezaji wake. Ziara ya bodi ya ukurugenzi wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, ambayo wanatembelea mradi huo kukagua maendeleo kwenye eneo la Chongoleani jijini hapa. Mabomba yanakuja leo Dar es Salaam, yanasafirishwa na makampuni ya Kitanzania, yanapelekwa Sojo Tabora, yanafanyiwa coating, yanafanywa yawe kama thermos. Ikipita maeneo yenye mito, inatobolewa tunnel, inapita chini, wala wewe hutajua, inapita chini labda kwenye mwisho wa mto inakwenda mita kama 15 chini. Mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa EACOP Geoffrey Mponda, yeye akabainisha wananchi ambao bado hawajalipwa fidia mpaka sasa, pamoja na hisa zitokanazo na wadau walioshiriki kwenye mradi huo. Waguswa 37 ambao bado hawajalipwa, na sababu ni za kifamilia. Pesa zile ambazo zilipaswa kulipwa fidia, tulifungua akaunti ya escrow, tumeziweka. Kwa hiyo kila kesi baada ya kufika mwisho
tunamlipa. Partners wengine walioko katika mradi ambao ni kampuni ya Total Energy ambayo inamiliki 62% ya hisa, pia serikali ya Uganda kupitia kampuni ya mafuta ya Uganda ambayo inamiliki 15%, na TPDC ambao wapo leo hapa na sisi ambao nao wamiliki hisa kwa 15%. Matanki matatu, mawili tumeshakamilisha hydro test kwa maana ya kujaza maji na kuangalia functionality ya hayo matanki, na mawili tayari tumeshakamilisha na yamekuwa successful, na tanki moja ndo ambalo tunaendelea kujaza maji. Mpaka sasa mradi wa bomba la mafuta umeingiza mapato kwa serikali kiasi cha shilingi bilioni 70, huku ukitarajiwa kuingiza kiasi cha shilingi trilioni 2 pindi utakapokamilika. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Asante sana Raya Kipingu kutoka Tanga. Na kwingineko ni kwamba mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF umewataka wateja wake kutumia mifumo ya kidijitali ya NSSF kuwasilisha michango yao na kupata huduma mbalimbali za mfuko huo ili kuokoa muda na kufuata huduma hizo ofisini. Epimakus Apolinari ndiye mtaalamu zaidi. Akizungumza wakati wa hitimisho la wiki ya huduma kwa wateja, kaimu meneja wa NSSF mkoa wa Mbeya Metsa Salum amesema NSSF imeboresha huduma zake na kuwataka waajiri kutoa michango ya watumishi wao kwa wakati na kutumia mifumo hiyo kuokoa muda wa kufuata huduma mbalimbali za mfuko huo. Waajiri wetu wengine wako mbali kabisa, kilomita zaidi ya 20, 30, 40, 50 huko. Umeona? Kwa hiyo kupitia hii kidigitali maana yake sasa wanapata huduma wakiwa ofisini kwao. Mifumo hii ya NSSF tumewakabidhi wao sasa. Yaani NSSF ofisini kwako. Sawa, kwa mwajiri na kwa mwanachama. NSSF nyumbani kwako. Hiyo ni kwa mwanachama. Ukiwa mwenyewe nyumbani kwako, sebuleni kwako, maana yake unaweza kuangalia kufungua madai yako, ukaweza kufungua madai yako ukayaona namna gani yanaenda, namna gani yamekwama wapi, kwa sababu gani. Kwa hiyo yote ni faida ya hii mifumo ambayo tunaitumia. Kwa upande wao waajiri na wanachama wa mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF wameeleza manufaa ya mfuko huo na kuwataka watu wengine waweze kujiunga kwa manufaa yao ya baadaye. Kiwanda cha kuboa kahawa. Lakini tunashukuru kwa huduma nzuri ambazo tunapata kwa NSSF. Na moja ya huduma ambayo kama mama nitakuwa naifurahia na naithibitisha kwamba mnatufanyia vizuri ni huduma ile ya uzazi. Wanachama wangu au wafanyakazi wenzangu wanapata huduma muhimu kabisa, na wanapohitaji mafao yao naona tunashirikiana kwa pamoja, hakuna tatizo lolote, na kwamba na mimi nikiwa mmoja wapo nimepata huduma mahala hapa na naendelea kupata huduma. Kwa niaba tu ya uongozi wa Stekofi, shukrani zangu za dhati. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimakus Apolinari, Channel 10. Kutoka Mbeya tuelekee katikati mwa nchi ya Tanzania, Dodoma, ambapo taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere imewahimiza wananchi kuwa wamoja kwa kufanya kazi za maendeleo, ikiwa ni hatua ya kumwenzi baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kuringa Mongi anatujuza zaidi. Dodoma na makamu mwenyekiti wa taasisi hiyo Bwana Peter Mavunde, wakati yeye na wajumbe wenzake wa taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere walipotembelea miradi mbalimbali ya kimkakati ya kitaifa. Kwa hiyo naomba tu Watanzania wote tuwe kitu kimoja, tumwenzi baba wa taifa, tushirikiane na rais kufanya kazi ya maendeleo ya nchi hii, na hasa kwa kuletea makao makuu. Maana yake tutafsiri maana ya makao makuu ni nini, na unaweza ukaona. Aidha, Bwana Mavunde akachukua nafasi hiyo kukumbusha maonyo aliyotoa hayati Mwalimu Nyerere, huku baadhi ya viongozi wa miradi ya kimkakati wakieleza maendeleo yake na historia ya miradi hiyo kwa manufaa ya taifa. Anasema katika kipindi hiki cha uchaguzi wako watu watataka kupata nafasi zao kwa kutumia udini au ukabila. Akaonya kwamba mkitumia hayo mambo mawili mnawagawa Watanzania. Kwa hiyo kinachotokea sasa hivi nakifurahia kwamba vyama vyote mimi naona vinashindana kwa sera. Tunaendelea vizuri na kazi zinaendelea site kwa ajili ya kumalizia zile mifumo ambayo inatarajiwa kukamilika hivi karibuni. Kwa maana kwamba mifumo ambao mpaka sasa inaendelea kufanywa kazi ni mfumo wa ishara. Mfumo wa ishara ndio ule unaomsaidia
dereva kwa ajili ya uongozaji wa treni. Mwaka 1976 mwalimu wetu Nyerere au rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitenga rasmi hili eneo kwa ajili ya ujenzi wa kiwanja cha kimataifa cha ndege katika mkoa wa Dodoma. Ni eneo ambalo takriban na urefu wa kilomita 9 na upana wa kilomita 5. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Tukitoka Dodoma tuelekee mkoani Kigoma, wakati serikali na wadau wakiongeza jitihada za kutafuta masoko pamoja na kuona bei nzuri ya ununuzi wa mazao. Wito umetolewa kwa wakulima kuzalisha mazao ya kutosha na yenye tija kwa ajili ya chakula lishe pamoja na biashara, na kuepuka kuuza mazao yote na kuingiza mkoa katika hatari ya ukosefu wa chakula. Kauli hiyo imetolewa na kaimu tawala wa mkoa wa Kigoma uchumi na uzalishaji James Peter wakati wa uuzaji wa tani 865 za maharage yaliyonunuliwa na shirika la chakula duniani WFP kutoka kwa vyama vya ushirika AMCOS. Mwajabu Hoza anatujuza zaidi kutoka mkoani Kigoma. Mkoa wa Kigoma umekuwa ukizalisha chakula cha ziada kwa tani zaidi ya 900 kwa msimu wa kilimo uliomalizika mwezi Juni mwaka huu, na hivyo kujitosheleza kwa chakula kwa zaidi ya 100%. Tumesikia wakati wanazungumza wenzetu wa WFP kuhusu bei, wametoa bei kubwa ambayo kuna tofauti zaidi ya 900 kama nyongeza ya bei iliyoko sokoni. Tusije tukauza mazao yetu yote kwa sababu ya bei. Meneja mradi kilimo tija mkoa wa Kigoma Kitiki kutoka shirika la World Vision Aquiline Mwamba anasema licha ya kuwa na soko kwa sasa, bado jitihada za kutafuta masoko zinahitajika. WFP wananunua, wanapeleka kwenye makambi. Kwa hiyo jitihada kubwa tunayowekeza sasa hivi ni kuweza kupata wanunuzi zaidi ya WFP waweze kununua kwa bei nzuri, ili wakulima waweze kupata ile tija waliokuwa wanaitegemea kuanzia walipoanza kuwekeza kwenye uzalishaji. Tuna lengo la kununua kama tani 1500 hivi, na mradi huu utaisha 2027. Afisa mradi shirika la Good Neighbor Bora Agustino anasema kupitia mradi wa Kitiki wakulima wamekuwa na mwamko wa kuuza mazao yao kwa pamoja, huku baadhi ya wakulima wakitoa shukrani zao kwa mradi. Wakulima wamekuwa na mwamko mkubwa sana wa kuuza kwa pamoja kwa sababu ya namna ambavyo tumekuwa tukiengage nao na kuwapa hamasa na kuona umuhimu wa kuuza kwa pamoja ili kuweza kupata bei nzuri. Mradi huu wa Kitiki umetuwezesha sisi kama vyama vya msingi kutupa mafunzo namna gani tunavyoweza kulima na kukusanya kwa pamoja. WFP wamekuja kuchukua mzigo. Ni jambo sana linalofurahisha kwa vyama vyetu vya msingi. Mradi wa Kitiki kwa mkoa wa Kigoma unatekelezwa katika wilaya Kasulu, Kibondo na Kakonko, na upo chini ya shirika la World Vision, Good Neighbors pamoja na WFP kwa ufadhili wa serikali ya Korea kupitia shirika la Koika. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Asante Mwajabu Hoza kutoka mkoani Kigoma. Na sasa tuelekee Dodoma, ambapo wananchi wa mtaa wa Nzunguni B jijini Dodoma wamejikuta wakiishi kwa hofu mara baada ya vijana wanaojiita teleza kudaiwa kuvamia nyumba usiku na kuwabaka wanawake, huku wakiwatishia kuwajeruhi ikiwa tu watapiga kelele za kuomba msaada. Mwandishi wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma, taarifa yake inafafanua zaidi. Mwenyekiti wa mtaa wa Nzunguni B Isaya Mahiga amesema changamoto hiyo imedumu kwa wiki 3 hadi kupelekea baadhi ya wananchi kuogopa nyumba zao, huku mmoja wa waathirika wa tukio hilo jina limehifadhiwa akielezea namna alivyovamiwa usiku na mmoja wa vijana hao, huku mtoto wake akitishiwa kuuawa. Kwa kile kitendo kimezua taharuki kwa ndani ya kama wiki 3. Imekuwa ni gumzo sana, nyumba zinafunguliwa, watu wanaingiliwa. Kwa hiyo imeleta shida sana, ikaleta taharuki, ikafikia hatua wananchi wakawa wanashindwa kukaa kwenye majumba yao, hususan kina dada. Kama ndio hivyo, sikujua ingeje. Mimi tu nilishtukia mtu yupo kitandani. Na nilikuwa tunajigeuza nimwangalie mwanangu, ile nageuka tu namkuta mtu huyo hapo kanishikia kisu. Kananiambia tulia hivyo hivyo. Na sivyo nitamuua mwanao. Acha nifanye ninachotaka, nimalize niondoke. Walipanda juu ya mlango, wakaingia ndani. Bahati nzuri wifi alimuona akawa ameshtuka akanani. Wakao alipokutana yule mtu akapata wasiwasi akakimbia, lakini alimtishia sana na kisu. Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Galus Hera amesema tayari jeshi hilo limenasa mtandao huo, akiwemo mtuhumiwa mmoja
anayedaiwa kuwabaka wanawake 4 kwa nyakati tofauti. Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia mwananchi mmoja aitwaye Pierre Simon, umri wake ni miaka 20. Huyu ni mkazi wa Nzuguni B, kwa tuhuma za kujihusisha na vitendo vya ubakaji. Kijana huyu anatuhumiwa kuwabaka wanawake 4 kwa nyakati tofauti. Katika uchunguzi wa awali uliofanywa na Jeshi la Polisi, imebainika kuwa mtuhumiwa huyo anaishi katika nyumba moja na watu wengine 13. Katika hatua nyingine, jeshi hilo limewatoa hofu wananchi hao na kuwataka kuendelea kushirikiana na Jeshi la Polisi ili kukomesha uhalifu huo. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Inasikitisha kuona vijana wengi bado hawajatambua thamani ya wao kuwa vijana na nguvu yao katika taifa. Badala yake wanaangukia kwenye vitendo viovu ikiwemo ubakaji. Maamini kabisa vitakomeshwa. Tuendelee kutazama habari ambapo marekebisho ya sheria ya Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi iliyofanyika mwaka 2025 imeliwezesha baraza hilo sasa kuratibu sekta zake zote ili kuhakikisha kila mwananchi ananufaika na uchumi wa nchi yake. Tupate taarifa zaidi. Aidha, marekebisho ya sheria hiyo yamelipa meno Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi ya kutoa adhabu isiyozidi shilingi milioni 50, kifungo au vyote. Hayo yamebainishwa kwenye semina ya siku moja ya waandishi wa habari ambao ni wanachama wa Chama cha Wafanyakazi wa Vyombo vya Habari Tanzania JOUTA, iliyoandaliwa na Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi kwa lengo la kuwaelimisha waandishi kuhusu majukumu ya baraza hilo kwa uchumi wa Tanzania pamoja na marekebisho ya sheria yaliyofanyika mwaka 2025. Tuna mchango mkubwa kuhakikisha kwamba kwanza Mtanzania anakuwa anajumuishwa kwenye yale maendeleo ya uchumi wa nchi yake. Kwa hiyo tunapotengeneza program mbalimbali, tunavyofuatilia kwenye serikali kuona kila wizara inakuwa na bajeti yake, tunaangalia ujumuishaji wa Mtanzania kwenye fursa mbalimbali ambazo zinatokea, iwe fursa za kimitaji, iwe fursa za kitenda mbalimbali ambazo zinatokea serikalini. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Chama cha Wafanyakazi wa Vyombo vya Habari Tanzania, Selemani Msuya, amesema waandishi wa habari wana mchango mkubwa katika kuhabarisha na kutoa taarifa sahihi ambazo zitawawezesha wananchi kuchangamkia fursa mbalimbali za kiuchumi. Kupitia mafunzo haya, tukitoka hapa tutakuwa mabalozi sahihi kama tulivyoambiwa utoe mabalozi wa kuelimisha jamii kuhusiana nini kinachokifanya, na tutakuwa ni sehemu ya kusaidia pia serikali kupeleka taarifa. Tumeona viongozi wao wanapiga kampeni huko, wanazungumza kila siku kwamba tumefanya hichi, lakini kumbe haya mambo wenyewe wanayasema kupitia taarifa za NEC. Mimi ni Faraja Kihongole, Channel 10, Dar es Salaam. Asante sana Faraja Kihongole. Taarifa yake moja kwa moja inatupeleka kwenda kuangaza habari za michezo na burudani asubuhi hii, na tuelekee huko mkoani Tabora ambako ndiko habari za michezo hivi leo tunaanzia. Mashindano ya michezo ya siku ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere yamezinduliwa huko mjini Tabora, ambapo kwa upande wa soka timu 8 ndio zimethibitisha kushiriki, huku serikali ikipongeza hatua ya kuanzishwa kwa mashindano hayo yanayoratibiwa na kituo cha michezo cha Cheyo Sports Academy cha mjini Tabora. Pendo Salu, mwanamichezo wetu, anatujuza zaidi. Kuanzishwa kwa mashindano hayo katika kumbukizi ya rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Nyerere, mkurugenzi wa kituo cha Cheyo Sports Academy anasema mashindano yamebeba historia inayotakiwa kuendelea kuishi kwenye mioyo ya wachezaji. Kila mwaka ifikapo kumbukumbu ya baba wa taifa, mashindano haya yatakuwepo. Akizindua mashindano hayo yenye lengo la kuibua vipaji kwa wachezaji chipukizi ambayo yatafikia tamati Oktoba 14, siku ya kumbukizi ya kifo cha Mwalimu Nyerere, mkuu wa wilaya Tabora Upendo Wela amepongeza hatua hiyo, huku akieleza serikali inathamini mchango mkubwa wa wadau katika kuendeleza soka nchini. Lakini michezo ni urafiki, kwa hiyo na wale wachezeshaji wakachezeshe kwa haki ili kila mtu akaweze kuvuna kile ambacho amekipanda, kusiwepo na manunguniko. Vinginevyo itaonekana kwamba hichi kinachoandaliwa hapa kitaonekana kama tunamumbana, naona kuna watu wale wameshaandaliwa. Kwa hiyo tukachezeshe kwa haki ili mshindi akapatikane kwa haki. Kwa sababu mashindano yanaanzia kwenye hatua ya robo finali.
tunakwenda nusu, tutakwenda fainali. Na baadaye tunafikiria tuwe na mashindano ambayo yatakuwa ni kama ligi. Kwenye hizi timu shiriki tutaona mchezaji ambaye ana uwezo na ana qualify kwa maana ya kukizi vile vigezo vya miaka 20 kushuka chini, tutaweza kumchukua, kwa sababu wajibu wetu sisi ni kutambua, kuvumbua, kuendeleza vipaji. Kila namna unavyochezwa, kuna makosa madogo ambayo sisi walimu tumeshakaa na tunaendelea kuyang'amua. Kwa hiyo kila engo tutaendelea kusimama nao, jifunza mambo mengi. Tunakutana na timu ambayo ni nzuri, yenye uelewa, na nadhani sisi tutajifunza mambo mengi kupitia kwao. Kuweza kuandaa mashindano haya, maana ni jambo kubwa na ni jambo la kuwafariji na ni jambo la kudumisha soka katika mkoa wa Tabora. Kutoka Tabora ni mwanamichezo wako Pendo Salu, Channel 10. Shukrani sana mwanamichezo Pendo Salu, na taarifa zake zinatuhitimishia habari asubuhi njema hapa ya leo Jumamosi hii. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kutazama kunako magazeti mbalimbali kwenye upande wa zile kurasa za mbele na za nyuma ambazo pia huwa zinaandika habari za michezo na burudani. Mimi naitwa Juma Mohamed, endelea kubaki nasi.